Makanisa katika eneo la tano alikuwa na Biblia katika lugha yao. Hata hivyo, walitiwa moyo na habari walizokuwa wamezipokea. Viongozi wao wa kanisa walikuwa wamejifunza kwamba inawezekana kwao kutafsiri Biblia wao wenyewe. Kwa kweli, viongozi wa kanisa kutoka eneo la karibu la Mai walikuwa njiani kuja kusaidia makanisa ya tano kujifunza jinsi ya kutafsiri Biblia katika lugha yao wenyewe. Makanisa ya tano yalifurahia sana habari hizi kiasi kwamba yalikuwa yameanza kutafsiri mojawapo ya vifungu vyao walivyovipenda kutoka Injili ya Luka. Tafsiri iliendelea haraka, lakini waliposikiliza rasimu za kwanza za tafsiri, zilisikika kwa namna ya mkanganyiko. Ndugu na dada kutoka Mai walipowasili, watano waliwakaribisha kwa furaha kubwa na ukarimu. Walikaa chini kushiriki chakula cha jioni pamoja na kujadili maendeleo waliokuwa wameyafanya na changamoto walizokutana nazo katika rasimu yao ya kwanza. Viongozi wa Mai walikuwa na hamu kubwa ya kusikia tafsiri hiyo. Mmoja wa viongozi watano alisimama na kusoma rasimu yao ya kwanza kwa wageni wao. Chumba kilijaa ukimya kila mmoja alipokuwa akisikiliza. Baada ya kumaliza kusoma, mmoja wa viongozi wa Mai aliliambia kundi, "Tumeheshimiwa kuwa miongoni mwa watu wa kwanza kusikia neno la Mungu katika lugha yenu. Tunafurahi kusikia kwamba mumeanza kazi na tunaelewa kwamba imekuwa yenye changamoto. Mumejifunza nini na ni nini kilikuwa kigumu zaidi kwenu katika kuunda rasimu hii?" Watano walieleza kwamba hatua yao ya kwanza ya kutafsiri neno kwa neno ilienda haraka sana, lakini changamoto ilikuja katika kuelewa tafsiri. Wamai waliuliza, "Je, maneno yalionekana kuwa sahihi lakini tafsiri ikawa si sahihi?" Watano, "Ndiyo, ilikuwa vigumu kuelewa kilichokuwa kinasemwa tuliposikia tafsiri." "Ulijuaje?" "Tulihangaika mwanzoni vivyo hivyo. Biblia ni kitabu kitakatifu na tulijaribu kutafsiri kila neno katika lugha yetu wenyewe. Matokeo yake yalikuwa kwamba rasimu zetu za kwanza zilikuwa ngumu sana kuelewa. Maneno yalikuwa katika lugha yetu, lakini hayakusikika kama lugha yetu." Watano waliuliza, "Je, mliweza kuboresha tafsiri?" "Ndiyo, tumejifunza kwamba kuhifadhi maana ya kifungu mara nyingi unahitaji kubadili muundo wa tungo. Kutafsiri kila neno kunaweza kuonekana kuwa njia nzuri ya kutafsiri, lakini tunapofanya hivyo, maana haihamishiki vizuri kwenda katika lugha nyingine. Fikiria kwa njia hii. Maji katika jagi hili yanawakilisha maana katika lugha ya biashara. Kikombe hiki kinawakilisha lugha yenu. Ninapomimina maji kutoka kwenye jagi kwenda kwenye kikombe, umbo la maji limebadilika, lakini maji bado ni maji. Je, mnaona? Ni vivyo hivyo tunapohamisha maana kutoka lugha moja kwenda lugha nyingine. Mambo yanayohusiana na umbo au muundo wa lugha, idadi ya maneno, mpangilio wa maneno na mambo mengine yanaweza kuhitaji kubadilika ili kuhakikisha kwamba maana inabaki ile ile. Watano walifikiria juu ya hili kwa muda mfupi na wakajibu, "Ndiyo, tunaelewa." Hata hivyo, tunawezaje kuwa na uhakika kwamba tumechukua maana ya kweli? Hebu tufikirie tena kuhusu maji. Nikimimina maji kidogo tu kutoka kwenye jagi kwenda kwenye kikombe, basi nimeacha maji kwenye jagi. Ikiwa maji ni maana, basi nimeondoa maana kwenye tafsiri yangu. Hili si jambo jema. Tunahitaji maana kamili. Vivyo hivyo, nikimimina maji yote kutoka kwenye jagi kwenda kwenye kikombe, kisha nikaongeza maziwa, nimeongeza kitu ambacho hakikuwepo hapo awali. Nikiweka kitu katika tafsiri yangu ambacho hakikuwepo katika maandishi ya awali, nimeongeza maana mpya. Hili si jambo jema. Mwisho, nikimimina maji kwenye majani ya chai, nimeyabadilisha maji hayo. Sasa ni chai. Nisipowasilisha maana ile ile katika tafsiri yangu,
kama maana ilivyo katika maandishi ya asili, itakuwa nimebadili maana. Hili si jambo jema. Tunahitaji maana ya asili tu. Viongozi wa kanisa la tano walizingatia hili na wakaelewa. Mazungumzo yaliwajaza wote furaha na wakaomba pamoja kwamba Mungu awaongoze katika kazi yao, hali wakiendelea na ufahamu mpya. Tunapata uhakika kwamba tuna maana sahihi ikiwa tutakuwa waangalifu kufanya mambo matatu wakati wa kutafsiri. Kwanza, usiondoe maana, tafsiri maana yote ya asili. Pili, usiongeze maana mpya ambayo haipo katika maandishi ya asili. Tatu, wasilisha maana bila kuibadilisha.